Je, ni kwa nini Ayatollah Khamenei hakufanya mapatano na Marekani? Ili kupata jibu la swali hili, hebu kwanza tutazame mfumo alioubuni kwa ajili ya sera za kigeni. Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, kiongozi aliyeuawa shahidi karibuni wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, alisisitiza mara kwa mara kwamba siasa za nje lazima ziegemee misingi mitatu muhimu ambayo ni heshima, hekima na maslahi. Misingi hii mitatu kwa hakika ndiyo inatufafanulia ramani ya njia iliyoainisha msimamo wake kuhusu Marekani. Msingi wa kwanza ni heshima, ambao unatuelekeza moja kwa moja katika kufahamu tabia ya wanasiasa wa Marekani. Kwa mtazamo wa Ayatollah Khamenei, mkakati wa Washington umesimama kwenye msingi wa mwendelezo wa uvamizi. Mfano wa wazi wa suala hili katika zama za karibuni ni mapatano ya nyuklia ya JCPOA na kadhia mpango wa nyuklia wa Iran. Iran ilitekeleza majukumu yake yote na wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki ukathibitisha hadharani mara 15 kwamba Teheran ilikuwa imetekeleza wajibu wake kuhusu suala hilo. Pamoja na hayo, mnamo mwaka 2018 Marekani iliamua kujiondoa kwa upande mmoja katika makubaliano hayo. Kwa mtazamo wa Ayatollah Khamenei, heshima ina maana ya kukataa kuingia kwenye uhusiano ambapo upande wa pili unaweza kupuuza ahadi zake wakati wowote bila kujali. Msingi wa pili ni hekima au busara, ambao unahusiana na malezi na shakhsia yake ya kimapinduzi na utafiti wake wa kina wa historia. Akiwa ni mtu ambaye amekuwa katika mstari wa mbele wa mapambano kwa miaka mingi, Ayatollah Khamenei amesoma na kuona kwa macho yake mwenyewe tabia ya mabavu inayojikariri ya Marekani katika kukabiliana na mataifa mengine. Kuanzia mapinduzi yaliyofanyika dhidi ya serikali ya kitaifa ya Mossadegh wa Iran hadi mapinduzi dhidi ya Pinochet na makumi ya matukio mengine kama hayo, na vile uungaji mkono wa Marekani kwa madikteta duniani. Kwa mtazamo huu, Marekani inatazamwa kama nguvu ya hadaa na ulaghai. Kwa mtazamo wa Ayatollah Khamenei, msingi wa hekima unalazimu kwamba mtu ajifunze kutokana na uzoefu uliopita na kutohadaika na ahadi mpya. Msingi wa tatu ni maslahi, ambao unafahamika vizuri kwa kutazama hatima ya wale walio karibu na Marekani. Kiongozi wa Irani alikuwa ameshuhudia kwa karibu namna Washington inavyobana na kuwadhalilisha hata marafiki zake, wakiwemo washirika wake wa Kiarabu, serikali za Ulaya na mataifa ya Asia, na kuwageuza kuwa viumbe wasio na hiari ya kujiamulia mambo yao wenyewe, au kwa namna fulani kuwafanya kuwa wafanyakazi wake. Hizi ni nchi ambazo hununua silaha zenye thamani ya mabilioni ya dola, lakini hazina ruhusa ya kufanya maamuzi kuhusu maslahi yao ya kitaifa. Kwake yeye, maslahi ya taifa lililo huru yanapatikana katika kuepuka hatima kama hiyo. Hatimaye, huenda tabaka la kina zaidi la mtazamo huu likawa linatokana na ufafanuzi wa Ayatollah Khamenei wa Qur'ani tukufu kuhusu umbo la nguvu ya Marekani. Anaitaja nchi hii hasa kama iliyo katika kiwango cha taghuti, nguvu ile ile inayoelezwa na Qur'ani, ambaye lengo lake kuu ni kuwafanya wengine kuwa watumwa wake. Katika uchambuzi huu, Marekani ni Firauni wa zama hizi, asiyetaka kuwa na mshirika sawa, bali mataifa ya kibaraka yasiyo na hiari. Kwa hivyo mtu hawezi kutarajia mtu mwenye fikra imara kama hizi kufanya mapatano na Marekani. Yeye mwenyewe alikuwa na msemo mashuhuri unaosema hakuna faida yoyote itakayopatikana katika mazungumzo na Marekani, na hoja ni uzoefu.